cheza kwa ajili ya Bwana. Twende tukalitukuze jina la Yesu. Weka. Alafu hakikisha unatafuta nafasi kwa ajili ya Yesu. Weka. Alafu mwambie jirani yako usinibane wewe. Nipo kwenye uwepo wa Bwana. Weka juu. 1, 2, 3, Waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa nao wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohara wakashindana naye. Naomba nikwambie, changamoto hizi zikianza utakapo cross culture, na mwaka huu ni mwaka wa msisitizo wa umisheni. Lile neno la Warumi 10 pale linasema, basi wamwiteje yeye wasiyemsikia? Na wamsikieje wasipohubiriwa wataaminije? Paulo anajieleza, he's planning to go to Rome. Paulo anajua nitapingwa nitakapofika Rumi, lakini nieleze habari za injili yangu ninayoihubiri ni hii. Anaeleza, anasema watu wanampinga Mungu wanampinga Mungu kwa sababu hawajui. Kanisa la KRT, ninaomba niwasihi, Mungu ametuzaa mara ya pili, lakini ilikuwa si vyepesi. Kama tukijumlisha miaka 150 kati ya miaka iliyoko duniani iliyopita, only 150 years ago, hapa Kilimanjaro kulikuwa hakuna Ukristo. Nilisema mwaka huu tutafanya umishenari, lakini jiandaeni, mkipingwa msiogope. Ni changamoto za umishenari. Hata wamishenari walioamini kwanza, waliotumwa na Yesu Kristo, walipata upinzani. Sio rahisi kuaminika. Ninaomba nikupe mfano huu kae nao, na nimeshaanza kusema. Only 150 years ago, Wachaga hawakuwa Wakristo. Wachaga walikuwa wapagani. Makumi na mamia elfu walikuwepo. Wewe umeokoka. Leo unaweza ukaimba nyimbo kwa kurukaruka, unaweza ukaimba nyimbo kwa kushangilia. Wewe unangoja nini? Wewe utaitika lini kwenda? Ndugu zako wanangoja, ndugu zetu wanaita, watu wengi wanaita, na vilio ni vikubwa. Ni nani atatuambia habari njema? Injili hii iligharimu uhai wa watu. Yesu anawaambia enendeni ulimwenguni mote, ni agizo kuu, lakini agizo kuu linatudai. Tutaenda?
tutakubali kulipa gharama? Will we pay the price?